Lakini pili, nimekuja kutoa pole kwa familia hii ya mzee Moshi. Ni mzee ambaye namfahamu, tumefanya naye kazi kwenye baraza. Mimi kule si mjumbe wa baraza, lakini shehe wa mkoa huwa wakati mwingine ananialika kwenye shughuli za baraza. Kwa hiyo ni mjumbe kwa kualikwa, sio mjumbe kwa mujibu wa katiba. Lakini pia niseme tu kwamba shehe wa mkoa ametoa nasaha nyingi sana, na mimi ni muunge mkono katika nasaha zake. Na mimi niliwahi kusikia pia kwenye mitandao ya kijamii baadhi ya viongozi wa dini wanapotosha mambo. Sasa wakati mwingine tunapotosha mambo kwa faida zetu, sio kwa maslahi mapana ya nchi yetu. Kama ambavyo shehe amesema, hatuwezi kudai haki kwa kuvunja amani. Tunapodai haki, kwanza lazima tutimize wajibu wetu. Kwa hiyo hakuna haki pasipo na wajibu. Na moja kati ya wajibu ni kuimarisha amani. Kwa hivyo, lakini pia serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania nia yake sio kuwaonea watu. Kwa sababu serikali ni ya watu na inawekwa madarakani ili kuwasaidia watu. Lakini watu hao pia ni lazima wawe watiifu kwa dola, kwa mamlaka. Na ndio maana hata hadithi zinasema tumtii Mwenyezi Mungu na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lakini na wale wote wenye mamlaka. Sasa tunawajibika sisi, au tuna wajibu wa kuitii mamlaka, kwa sababu mamlaka hizi zote za dunia zimewekwa na nani? Na Mwenyezi Mungu. Na hata ukiona mamlaka ya kidikteta, Mwenyezi Mungu anajua kwa nini watu hawa wanawapa mamlaka ya kidikteta. Kwa hiyo yote hayo ni mipango ya Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo nakubaliana naye katika kusisitiza kuhusu umuhimu wa kuhifadhi amani. Lakini pia serikali inafanya kazi kupitia vyombo vyake vya ulinzi na usalama. Kwa hiyo wakati mwingine unaweza ukawa ni rafiki yako, mnaswali naye msikiti mmoja, wewe unaweza usiwe na taarifa sahihi juu ya kazi zake. Maana hata wachawi nao tunaswali nao kwenye misikiti. Na watu ukija kuambiwa fulani ni mchawi, unasema haiwezekani. Kwenye mstari kabisa wa mbele pale hajawahi kukosa swala ya alfajiri wala ya magharibi. Lakini kumbe yeye anaswali ili iwe vazi lake la kujisitiri, ili watu wasifanye nini? Ili wapate ukakasi kujua kwamba huyu kweli ni mchawi. Kwa hiyo ndio maana mjuzi wa mambo ya siri na ya dhahiri ni Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini kama ambavyo shehe wa mkoa ameeleza, na nafikiri shehe wa mkoa ni shabiki wa Simba, maana alivyoitaja counter attack nikajua haya ni mambo ya Simba. Maana sasa hivi mashabiki wa Simba wamepata furaha kidogo, nyuso zao zinatabasamu. Kwa hiyo shehe wa mkoa ataka tuseme tu kwamba sisi viongozi wa serikali tunafahamu nafasi zetu. Na utanikumbusha, aidha kama sio Qur'ani ni hadithi inayosema kwamba amefuzu mtu anayejua cheo chake, au mtu yote anayejua nafasi yake, amefuzu mtu huyo. Kwa sababu unaweza ukawa wewe una nafasi, aidha kiongozi wa dini au kiongozi wa serikali, lakini usifahamu nafasi yako. Sasa katika moja kati ya maanguko makubwa ni wewe kushindwa kujua nafasi yako. Kwa hiyo ukiwa kiongozi wa dini, nafasi yako ukijua, utajua haki na wajibu wako. Ukiwa kiongozi wa serikali, ukijua nafasi yako. Kwa mfano mdogo tu, mimi ni mkuu wa mkoa. Ikatokea hapa nimetoka kwenye hii shughuli nikapanda bodaboda, alafu nikapata ajali hapo mbele. Vyombo vya habari vikaandika mkuu wa mkoa apata ajali, avunjika mguu. Ajali gani? Ya bodaboda.
hata yule aliyenileta hapa ataniuliza ulifuata nini kwenye bodaboda. Wewe hujui nafasi yako? Haina maana kwamba hatupandi bodaboda, lakini unapopanda kitokea chochote ujue watu watakushangaa wewe, kwa sababu wanajua wewe hujui nafasi yako. Siku moja nikiwa kule mkuu wa mkoa wa Mara, akaja mwananchi mmoja kwenye ofisi yangu. Akasema namuulizia Saidi. Katibu wangu akasema hapa kuna Saidi, hapa kuna mkuu wa mkoa. Kwa nini? Kwa sababu yule hakujua nafasi yangu. Kwa hiyo hawezi kufuzu. Kwa hiyo hakuweza kuniona kwa sababu yeye anamtafuta Saidi waliocheza wote huko Jando huko Lindi. Lakini hapa hakuna Saidi, hapa kuna mkuu wa mkoa. Ukitaka wewe niite Saidi maana yake unapunguza mamlaka yangu ili hata kama umefanya makosa nisishughulike na wewe. Sasa ni lazima nijue nafasi yangu na nijivike vazi langu ili niweze kushughulika kikamilifu na wewe. Kwa hiyo ndo namna ya kujua nafasi yako. Na hata nyie pia lazima mjue nafasi yangu. Usipoijua utafikiri ni yule Saidi tunayekutana kwenye maulidi au kwenye msiba. Lazima kwenye hitima. Kwa hiyo ni lazima ujue nafasi ya mtu. Ili uweze kufuzu pia. Kwa hiyo shehe wa mkoa, sisi tutaendelea kusikiliza maelekezo ya viongozi wetu wa dini, kwa sababu pamoja na kuwa sisi ni viongozi wa serikali, lakini sisi ni waumini pia wa dini, na mimi ni muumini wa dini ya Kiislamu. Na ndio maana ninapata shida. Umezungumza kuhusu vijana hapa. Yuko kijana mmoja nilimuona kwenye mtandao akisema timu yangu hii ya Yanga, na mtaniwia radhi watu wa Yanga, mimi nanukuu kilichokiona. Timu yangu ya Yanga inafanya vizuri sana. Hapa duniani sasa hatuna wa kucheza naye. Mwenyezi Mungu atuletee malaika tucheze nao. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kwa hiyo huku ni kuto kujitambua. Na hii ndio maana raha au furaha ikizidi unaweza kukufuru. Kwa hiyo mwaka uliofuata hao mabwana pengine Mwenyezi Mungu akawaonyesha hata wasifike huko mbali, kwa sababu kuna baadhi ya watu wangekufuru. Sasa ni lazima kila kitu tukifanye kwa kiasi. Hata kupenda upende kwa kiasi. Hata kuchukia uchukie kwa kiasi. Lakini usipojua haya utapata changamoto kubwa sana katika maisha na dunia. Kwa hiyo shehe wa mkoa, mimi nimeungana na wewe kuwapa pole Waislamu wote, lakini pia wana Mwanza wote kwa kifo cha mzee wetu. Lakini pia sisi tunamuonea wivu, kwa sababu watu wa mpira wanakumbukana kwenye mipira, lakini watu wa heri wanakumbukana katika dua ya namna hii. Kwa hiyo tuna imani kwamba tutaendelea kumuombea dua siku hadi siku. Kwa hivyo ninawashukuruni sana, na nitakabidhi ubani wangu. Nilitarajia kuja kwenye msiba, lakini tulikuwa na majukumu mengine. Shehe akaniombea radhi, na shehe akanifundisha pia kwamba ile ni faradhi kifaya. Ninaweza kuwakilishwa na mtu. Lingekuwa faradhi aini pale, hata kama ni mkuu wa mkoa huwezi kuwakilishwa na mtu bila shaka. Kwa hiyo mimi nafurahi kuwa katika hadhara hii tukufu. Shehe wa mkoa aliwahi kunifundisha hii ni hadharatul Qudus. Kwa hiyo ni hadhara takatifu kabisa. Na ninaamini malaika wa Mwenyezi Mungu wako mahala hapa ili kupokea dua zetu. Kwa hiyo tuendelee kuombeana heri, tuendelee kuiombea nchi yetu. Lakini mwisho kabisa, wako watu ambao hawakuandikishwa kwenye daftari lile la uchaguzi kwa ajili ya uchaguzi wa mwezi wa 10 mwaka huu. Sasa imeletwa fursa ya mara ya mwisho kwenda kujiandikisha. Kila kata kutakuwa na kituo kimoja, na mkoa wetu utakuwa na vituo 368, na kuanzia tarehe 1 Mei hadi tarehe 7 Mei wananchi wale ambao hawakujiandikisha waende wakajiandikishe, kwa sababu uchaguzi upo, kwa sababu upo kwa mujibu wa katiba ya nchi. Hii sio nchi ambayo inayojulikana kama Jamhuri ya Kambale. Jamhuri ya Kambale kila mtu ana masharubu.
Aliyezaliwa leo ana ndevu, wa mwaka jana ana ndevu, hajulikani mkubwa nani wala mdogo nani. Sasa nchi nyingine ni jamhuri ya kambale kwa sababu hakuna uongozi unaoeleweka. Kwa hiyo watu wanavurugana. Sasa jamhuri hii ya muungano hii ni jamhuri inayofuata katiba ya Jamhuri ya Muungano ya mwaka 1977 na marekebisho yake, ambayo inasema kila miaka mitano kuna nini? Uchaguzi. Sasa wewe ukisema tunauzuia uchaguzi, inabidi kweli uwe na akili ya ziada kuuzuia uchaguzi. Kwa hiyo serikalini na nyewe wana Mwanza mjue uchaguzi upo, na kwa msingi huo muende mkaboreshe taarifa zenu. Tarehe 1 hadi tarehe 7 mwezi Mei. Kwa hiyo tujitokeze. Lakini pia tutapata fursa ya kudisplay wale wote walioandikishwa kwenye uchaguzi, kuanzia daftari la uchaguzi wa mwaka uliopita na marekebisho yaliyofanyika awamu ya kwanza na baadaye awamu ya 3, ili kila mwananchi akahakiki je, yumo, ili itakapofika tarehe ya uchaguzi mwezi wa 10 aende kutumia haki yake kupiga kura. Kwa hiyo huo ni ujumbe muhimu ambao kwa sasa tunaendelea kuutoa kwa jamii ya wananchi wa Tanzania. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asante sana Sheikh. Iqra FM.